kwa miaka yote. Tulifungwa na Azam raundi ya kwanza, hatuko tayari kupoteza tena mbele ya Azam raundi ya pili. Kuelekea katika mchezo huu wenzetu wa Azam FC wametangaza viingilio. Wana haki ya kufanya hivyo kwa sababu wao ndio wenyeji, na niko hapa kuwasaidia Azam kutangaza viingilio walivyotangaza. Kiingilio cha chini ni shilingi 15,000, VIP ni 25 na nyingine ni 30,000 ile, na nyingine ni 30,000. Sisi Simba Sports Club tunaona viingilio hivi, hasa kiingilio cha mzunguko, si rafiki kwa mashabiki wetu, si rafiki kwa wateja wetu, sio kiingilio chenye uhalisia katika mpira wetu. Azam wana haki ya kuweka kiingilio wanachotaka, wao ndio wenyeji, lakini kiingilio cha shilingi 15,000 mzunguko kuwa ndio kiingilio cha kima cha chini hakijawahi kuwekwa katika mpira wetu, hakijawahi kutumika katika mpira wetu. Tamasha la Simba Day ambao ndilo tamasha bora lenye mvuto ambao linasubiriwa na watu kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, kiingilio cha kima cha chini kwenye Simba Day huwa ni shilingi 7,000. Simba tumecheza fainali yetu kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 20 kupita, fainali ya kombe la shirikisho. Kiingilio cha kima cha chini kilikuwa shilingi 10,000. Leo hii mechi ya ligi kuu ya NBC kima cha chini inakuwa ni shilingi 15,000. Huu ni unyonyaji uliopitiliza. Hiki ni kiingilio kisichokuwa na uhalisia hata kidogo. Hatujui malengo halisi ya Azam ni yepi. Wanatafuta mapato kwenye fedha hii? Hatujui. Ama wameitathminisha hii mechi na kuiona ni mechi kubwa sana yenye thamani kubwa sana inayostahili viingilio vikubwa sana. Labda wamejikita hapo kwenye mrengo wa kibiashara, labda wamejikita hapo kwamba wameiangalia Mzizima Dabi, kwa sababu unapoenda kuuza bidhaa yako unaifanyia tathmini bidhaa yako, alafu ndipo unapoipeleka sokoni na kuwapa walaji wako bei. Inawezekana Azam FC wamekaa wakaitathmini hadhi ya Mzizima Dabi, wakaiona ni mechi kubwa yenye hadhi kubwa, wakaamua kuja na kiingilio kikubwa cha shilingi 15,000. Inawezekana. Lakini sisi kwetu tunaona viingilio hivi vimewekwa makusudi kwa ajili ya kusabotage mashabiki wa Simba washindwe kwenda uwanja wa Azam Complex. Ukweli ni kwamba Azam Complex, Azam FC hawana raha ama hawana furaha au they are not happy wanapocheza against Simba katika uwanja wao wa nyumbani, alafu majukwaa wametawala mashabiki wa Simba. Wanakosa dhana ya wao kuwa nyumbani, wanakosa utawala wa wao kuwa nyumbani. Sasa wanafanyaje kupata huo utawala wa majukwaani? Wameamua kuweka kiingilio cha shilingi 15,000 ili kuwa frustrate, kuwakatisha tamaa mashabiki wetu washindwe kwenda uwanjani. Hiko ndicho kitu ambacho sisi Simba Sports Club tunaamini wamefanya hivyo kwa makusudi, kwa sababu nyie kaangalieni mechi za Azam FC mzunguko inakuaga shilingi, sio ni shilingi 2,000. Hebu nani Tobi, hebu ingia kwenye page ya Azam, mechi yao ya mwisho ya nyumbani kiingilio ilikuwa shilingi 3,000. Sawa, hebu angalia hapa mechi yao ya mwisho. Sasa hebu angalia hiyo margin kutoka kwenye kiingilio wanachokitumia wao kila siku kuja kwenye hiki kiingilio kipi ambacho wamekiintroduce. Na labda nyie ndugu zangu waandishi niambie, na Watanzania kwa ujumla mniambie, ni wapi, ni lini
tumewahi kutumia 15,000 kuwa ni kiingilio cha kima cha chini. Sisi kwetu tunaamini huu ni mpango wa makusudi wa ku frustrate. Kiswahili mnasemaje? Je, nimetoka Afrika Kusini, Kiswahili kinanipotea potea. Hii ni mechi wao wakiwa nyumbani dhidi ya Yanga. Kima cha chini mzunguko ilikuwa shilingi 5,000. VIPC ilikuwa shilingi 10,000. VIPB ilikuwa shilingi 20,000. Mechi against Simba mzunguko shilingi 15,000. Sijui tunaelewana ndugu zanguni. VIP inayokuja ni huku, VIP hakuna shida. Huku hata angeweka 50,000 laki hakuna shida. Lakini tunawaangalia mashabiki wale ambao ndio wengi wanaokuja uwanjani na kiingilio ambacho tumekiweka. Hii ni uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa. Niangalizie Chamazi wanawekaga shilingi ngapi kiingilio. Kwa hiyo ni kiingilio ambacho hakina uhalisia. Inaweza Chamazi shilingi 3,000. Sasa kutoka shilingi 3,000 kwenda shilingi 15,000, mnaweza mkaona ni kiingilio cha makusudi kiasi gani cha kuwavunja moyo mashabiki wetu washinde kwenda uwanjani. Yaani hata mafuta hajapanda bei kwa kiwango hiki. Kutoka 3,000 mpaka 15,000. Mafuta yenyewe tunaopambana nayo hivi sasa hajafika namna hiyo. Hii hapa mechi yeye na Mtibwa. Timu kubwa hii Mtibwa tusiichukulie poa. Bingwa wa Tanzania mara 2 mtawalia. Azam mwenyewe hajawahi kuchukua ubingwa mara 2 mfululizo. Ana ubingwa mmoja tu. Mtibwa Sugar amechukua ubingwa mara 2 mtawalia. Mechi kubwa hii wameweka kiingilio cha shilingi 3,000, ikaja shilingi 5,000 na shilingi 10,000. Yaani mtu ambaye aliingia VIPA mechi ya Azam na Mtibwa kwa shilingi 10,000 hawezi kuingia mechi ya Simba na Mtibwa kwa shilingi 10,000 yake hiyo. Simba na Azam hawezi kuingia mechi hiyo akiwa na 10,000 yake walau mzunguko. Ndugu zangu, hii ni sabotage ya kiwango cha hali ya juu mno cha kutaka mashabiki wetu sisi wasiende uwanjani. Siamini kama Azam wanatumia mchezo huu kwa ajili ya kutafuta fedha. Siamini hilo. Ni kweli gate collection ni sehemu ya mapato ya uwanjani, na kubaliana na hilo, lakini siamini kama Azam wana hiyo shida ya kutaka kupata gate collection kwenye mechi hii ya Simba na Azam. Sisi imani yetu Simba, huu ni mpango wa makusudi wa kuwanyong'onyesha wapinzani wa mashabiki wetu wasije uwanjani. Sisi tunaiomba bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio wasimamizi wa ligi, na wanapaswa vile vile kujali maslahi ya wateja wetu ambao ni mashabiki. Hakuna mpira bila mashabiki. Hivi leo tukiwaambia mashabiki wetu, jamani, kiingilio hiki ni cha kinyonyaji, tusiende uwanjani, acheni timu ikapambane na Azam pale uwanjani, itakuwa na maana gani dabi kubwa kama hii ya pili nchini majukwaa yako meupe? Sababu Azam hawana mashabiki. Mashabiki wanaowategemea ni mashabiki wa Simba Sports Club. Maana yake mpira huu bado tunahitaji sana mashabiki. Ombi letu kwa bodi ya ligi, wao ni wasimamizi. Kama bodi ya ligi inaweza ikaiadhibu klabu kwa mashabiki wake kufanya matendo ya utovu wa nidhamu uwanjani, klabu ikaadhibiwa, basi na bodi ya ligi iwalinde mashabiki dhidi ya bei zisizokuwa na uhalisia kwenye mpira wetu. Bodi ya ligi ni regulator. Leo tunawaona Ewura wanavyopambana na bei ya mafuta. Tunawaona LATRA wanavyopambana na wamiliki wa vyombo vya usafiri wasiongeze bei kwenye usafirishaji. Na bodi ya ligi wanapaswa vile vile kujali na kusimamia maslahi ya walaji wetu ambao ni mashabiki wetu, wawekewe viingilio ambavyo ni rafiki. Yaani bodi ya ligi lazima wawe na bei elekezi. Jamani, napanga viingilio, lakini kima cha mwisho cha juu kiwe hiki, kima cha chini cha bei kiwe namna hii.
Tunataka tuwe namna hiyo, ili kuepusha mtu kutaja bei ambayo haina uhalisia na mpira wetu. Bado hatujafikia level ya mtu kulipa shilingi 15,000 kushuhudia mechi ya ligi kuu ya NBC. Na hapa nazungumzia wale mashabiki wa level ya kawaida kabisa ambao ndio wateja wetu namba 1. Kwa bodi ya ligi tunaomba ili waliangalie sana na lazima wafanye waweke regulation ya kucontrol bei za viwanjani ili wateja wetu, mashabiki wetu wasiumizwe. Hiki kinachokwenda kufanyika kesho ni kuwaumiza mashabiki wetu, na sisi hatuko tayari kuona mashabiki wetu wanaumizwa kwa starehe ambayo wameichagua. Sasa basi, kiingilio kimewekwa na mwenyeji ambaye ana haki zote za kuweka kiingilio hicho. Tunafanyaje sisi mashabiki wa Simba? Na tunataka kwenda kuiona Simba yetu, tunataka kwenda kuiona Mzizima Dabi. Tunafanyaje na kiingilio kinatuzidi umri? Ni kweli sisi mashabiki wa Simba tunapenda kuspendi, tuna uwezo mkubwa wa kutumia, lakini lazima kuwe na uhalisia wa bidhaa na bei tunayokwenda kununua. Sasa nini tunapaswa kufanya, ndugu zangu? Hiki kiingilio kimewekwa makusudi kwa ajili ya kuwa frustrate mashabiki wetu wasiende uwanja wa Azam Complex kesho, ili majukwaa yawe empty, Azam wapate ahueni, wajihisi kweli wako nyumbani, majukwaa yako meupe, wapate unafuu wa kucheza pale uwanjani. Mimi niwaambie mashabiki wa Simba na niwaombe mashabiki wa Simba, pamoja na kwamba kiingilio hiki kinaumiza kweli kweli, pamoja na kwamba kiingilio hiki ni kikubwa kweli kweli, pamoja na kwamba kiingilio hiki cha 15,000 hakijawahi kutumika katika nchi yetu ya Tanzania, lakini niwaombe mashabiki wa Simba, kesho tujiumize mioyo yetu, kesho tujimalize tunavyoweza kujimaliza, kesho tutumie mpaka fedha ya mchagoni, kila mtu akate tiketi aje uwanjani. Malengo ya Azam FC bila kuficha ficha ni kuwakatisha tamaa mashabiki wa Simba wasiende uwanjani. Tunapaswa kupishana nao hapo kwenye malengo. Wao hawataki sisi twende uwanjani, wametuwekea kiingilio kikubwa, na sisi kwa kiingilio hicho kikubwa twende tukanunue tiketi, twende uwanjani, twende tukaipambanie timu yetu, twende tukawaambie Azam FC ya kwamba hakuna kinachoweza kutuzuia sisi tusije uwanjani kuiona Simba yetu. Fedha haiwezi kuwa kikwazo cha kutuzuia sisi tusiende uwanjani kuiona Simba yetu. Twende tukawaambie Azam FC ya kwamba sisi ni timu kubwa, hatuna kipengele tunapohitaji kuiona Simba yetu. Twende tukawaambie Azam FC ya kwamba tunatoa 15,000 hii ambayo hamstahili, lakini kwa kuwa mmeamua kutunyang'anya, tunawapa, tunakuja kuiona Simba yetu. Kama kuna shabiki alikuwa hana mpango wa kwenda uwanjani siku ya kesho, kuanzia sasa amke, na tunakwenda uwanjani kwa hasira hiyo ya kuwaonesha Azam FC. Hata mkiweka shilingi 50,000 mzunguko, tutakuja huku tunalalamika, tutaujaza uwanja ili kuwaonesha ya kwamba sisi ni Simba Sports Club. Tusikubali ndugu zangu wana Simba, na wala tusikubali kuingia kwenye mtego na mpango wa Azam, na wala tusikubali kunyong'onyeshwa na kiingilio kikubwa ambacho wamekiweka. Wameweka kiingilio kikubwa, lakini tunaingia hivyo hivyo kibishi, tunapambana hivyo hivyo. Kama unaweza kukopa kopa, kama unaweza kuazima azima, nenda kwenye mtandao wako wa simu, nenda kasongeshe, nenda sijui kabustishe, fanya kila unachoweza kufanya upate 15,000. Njoo uwanjani tarehe ya kesho,
twende tukaishangilie Simba yetu. Kama malengo yao watajisingizia ni kupata mapato, basi twendeni kesho tukawapelekee mapato Azam FC. Kama malengo yao hawataki twende uwanjani, watatukuta Azam Complex tumejazana tukiwa na jezi yetu nyekundu, na kesho kila mwana Simba avae jezi nyekundu, sababu nyeupe na wenyewe wanayo. Wakivaa nyeupe na kuwajulikana nani wako wengi uwanjani, kila na blue na wenyewe pia wanayo. Kwa hiyo ukivaa blue utaonekana na wenyewe pia wapo uwanjani. Kesho kila mwana Simba avae jezi yake nyekundu, yaani wakiingia uwanjani wajue kabisa wana ubaya ubwela, pamoja na kuwekea kiingilio cha kijangili, lakini bado wameweza kuja uwanjani na wamekuja kuipambania Simba yao. Ndugu zangu wana Simba, tunaingia katika mchezo wa kesho, sio kikawaida kawaida tunakwenda kushangilia tu, lakini tunakwenda kuwaonesha Azam FC who are we, sisi ni watu wa aina gani, tunafanana vipi pale mtu ambapo anataka kuichezea klabu yetu, ama mtu ambaye anataka kutudhulumu haki yetu ya kuiona Simba yetu. Kesho ni sikukuu ya Pasaka. Tunakwenda kanisani vizuri mapema asubuhi. Tukimaliza kanisani tunakuja nyumbani, tunagonga pilau zetu za kutosha. Tukimaliza hapo, moja kwa moja tunaelekea Azam Complex kwenda kuiona Simba yetu. Na kabla hatujaingia uwanjani, kwanza tunakiamsha lile eneo la nje pale la parking lile, tunapiga ngoma za kutosha pale. Baada hapo tunaingia uwanjani kwenda kuishangilia Simba yetu, na kesho itakuwa ni kelele mwanzo mwisho kwenye matawi ya Simba. Kuanzia hii sasa, mwenyekiti, katibu, mweka hazina, tuanze kuhamasishana. Hii tena sio mechi ya kawaida. Hii mechi tunatakiwa kuanza kushinda majukwaani, tukajazane kwa wingi pale, ili wajue ya kwamba hawa watu hata tukiwawekea vikwazo vya aina gani, watavuka vigingi hivyo, wataifuata Simba yao. Kama Simba inaweza kwenda Mwanza ikakaa wiki mbili, shabiki wa Simba akatoka Dar es Salaam akaenda Mwanza akakaa wiki mbili anaisubiri Simba yake, anashindwaje kutoa 15,000 na kwenda kuiona Simba yake uwanja wa Azam Complex? Ndugu zangu wana Simba, tuamke, tunyanyuke. Huu ni msimu ambao tumedhamiria ubaya kwa ubaya, tukutane Azam Complex. Maswali? Msemaji, kwa maelezo yako unamaanisha kwamba kesho mnaingia kama underdog kwa Azam FC? Unamaliza? Swali? La kwanza. La pili, nilijua tunamwona mengi. Maswali na majibu kama bungeni eh? Sisi tunawaheshimu Azam. Tunawaheshimu kutokana na ubora waliokuwa nao, na tunawaheshimu zaidi kutokana na wao kutufunga raundi iliyopita, na msimu jana vile vile mechi ya mwisho walitufunga vile vile. Having said so, manake ni kwamba tumepoteza mechi 2 mtawalia za ligi kuu dhidi ya Azam FC. Maana yake ni kwamba Azam yuko ahead of us, yani yuko mbele yetu. Mechi ya mwisho ya ligi kuu alitufunga, tukaenda tukafanya usajili tukajipapatua, akaja tena akatufunga. Maana yake ni kwamba yuko mbele yetu kwenye eneo la ubora. Tumekwenda, tumejipanga, sasa tunakuja kucheza naye tena ili tuangalie, je, timu yetu imeamka kutoka pale pa kufungwa na Azam FC kwenda mbele zaidi, ama bado tuko pale pale. Kwa tunakwenda kwenye mchezo huu Azam akiwa yuko mbele yetu kiubora, yuko mbele yetu kwa record, yuko mbele yetu kwa confidence. Ndio maana nikasema tunakwenda kwenye mechi hii sisi mashabiki tukiwa na zero confidence kulingana na matokeo ya hivi karibuni sisi na Azam pamoja na ubora aliokuwa nao. Lakini kumbuka Azam wanaibenge.
Umeelewa eh? Yule ni master. Mpira wa Tanzania anaujua, wa Afrika anaujua, na Simba anaijua. Kuna wakati mwingine unaweza usifungwe na Azam FC ukafungwa na Ibenge, uweze kuwa na confidence ya kutosha unapokwenda kucheza na Ibenge. Kwenye eneo hilo hauwezi kutafsiri ya kwamba tukitaka ukubwa lazima tuanze hata kama inauma, kwamba tunataka soka letu likue, basi kama tunataka level za juu tuanze hata kama itakuwa inatuuma kwamba kijioni ni kikubwa, lakini tuanze hivyo hivyo. Swali lako zuri kwamba kama tunataka mpira wetu ukue, basi na thamani ya viingilio lazima vikue. You're very right and very constructive question. Lakini haiwezi kuwa 3,000 kwa 15,000. Unaelewa? Kwa interval ya wiki 3 wiki 4, yani wiki 2 zilizopita, thamani ya Azam FC ikiwa Azam Complex ni shilingi 3,000. Baada ya wiki 2, thamani ya Azam FC ikiwa Azam Complex ni shilingi 15,000. Hiyo ni zaidi ya ongezeko la 150%. Umewahi kuona wapi? Mpira ni biashara. Hata mpango wake wa bei na nini inakwenda kibiashara. Umetoka 3,000, umepiga hesabu kwamba klabu yangu thamani imepanda na ligi thamani imepanda, na weka 5,000. Unabobisha hapo kwenye 5,000, baadaye unapiga hesabu inasogea mpaka shilingi 7,000. Lakini huwezi tu kutoka 3,000 mpaka 15,000. Fine. Amecheza juzi Dar es Salaam Derby, ametoka shilingi 5,000 mpaka shilingi 15,000. Simba Sports sisi ndio tuna thamani kubwa hivyo, sababu hiyo labda wametuwekea sisi, tuna thamani kubwa hivyo ya kutuwekea shilingi 15,000. Sisi mechi zetu tunaweka shilingi 5,000 pale Meja Jenerali Samuyo. Ni 15,000. Mmetutathmini hivi. Ndio tuna chama 15,000. Swali jingine. 15,000 tunapata jogoo hapa Pasaka. Kwa shabiki wa Simba achague jogoo, achague kuiona Simba yake. Unaona mtihani huo? Lakini sisi tumechagua kwenda kuiona Simba yetu kesho. Na tutakuja. Nyinyi mnaitafsiri kama sabotage. Kiswahili chake sio kinaitwaje? Kutuhujumu mashabiki wetu wasije uwanjani. Yaani hiyo ndio tafsiri iliyonyooka. Hivi nyinyi Azam wana shida na mapato? Haya, uwanja wa Azam Complex unaingiza watu wangapi? 10,000. Haya, kwa viingilio vya 15,000, 10,000 unapata milioni 150. Si mshahara wa Faisal huo? Milioni 150. Haitoshi. Ni kutuhujumu sisi mashabiki wetu. Ni kumhujumu Mama Boko asiende uwanjani. Ndio tafsiri yake. Lakini tutakwenda kwa namna yoyote ile. Tutakwenda uwanjani. Watatukuta pale tukiwa tunalalamika, yani tunalia huko, tuko uwanjani hapo. Viingilio vikubwa, na anaamugiza King Faida atengeneze wimbo ya viingilio vikubwa. Mungu tujalie waja wako. Ila mechi ngumu ndugu zangu. Rabaika mama. Tumezoea kuona kwenye dabi kama hizi mara kadhaa bodi ndio ambayo inatumika kutangaza viingilio. Lakini safari hii ilikuwa kwa upande wa klabu. Haina shida. Hata ikitangaza bodi, lakini bado concern ama mapendekezo yanakuwa yametoka kwenye klabu. Klabu inakaa
inatengeneza mkeka wake wa viingilio, inawapa bodi wanawapa go ahead. Kwa hiyo inawezekana bodi wakatangaza wao ama klabu ikatangaza, hapo hakuna shida. Sisi shida yetu ni kwamba lazima bodi na yenyewe iwe na bei elekezi. Hatuwezi kuwa na taasisi ambayo haikontrol watu wake lakini haijali mashabiki wetu. Najua hivi sasa tuna changamoto kubwa sana ya mashabiki Yaani ni Simba ndio mashabiki wanakuja wengi uwanjani. Timu nyingine huko ni msiba mzito. Sasa bado tupo kwenye kipindi cha kupambana kuwaengaenga mashabiki waje uwanjani. Leo hii unawekea 15, alafu ni Azam Complex. Unazungumzia Mbande. Yaani ukiitaja Mbande lazima useme nje kidogo ya jiji la. Sasa mafuta 3800 sijui na ngapi na 20 hiyo petroli. Haya, weki mafuta ya kwenda nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, kule unakutana na 10,015 mzee. Sasa wametunyonga bana. Yes, huko huo mpango ambao nimeusikia kutoka taasisi ya mifupa MOI ya kwamba kesho kutakuwa kuna zoezi la uchangiaji damu. Na hii sio kwa sababu ya kiingilio kikubwa. Huu mpango walikuwa nao MOI kabla hata viingilio havijatangazwa. Lakini kama haitoshi, MOI ndio taasisi ambayo inapokea majeruhi wengi kweli wa ajali za magari na bodaboda, na sasa hivi wanakuja kuongezeka majeruhi wengine kama yule wa Kimara. Hao wote safari yao ni MOI. Sasa MOI ina matumizi makubwa mno ya damu na wanakabiliwa na upungufu mkubwa mno wa damu. Na ndio maana wakaja na hii program ya kwamba kesho kuanzia hii leo pale hospitalini kwao, kuanzia ukienda pale unapewa tiketi ya mchezo wako wa kesho pamoja na unachangia damu kwa ajili ya kwa ajili ya watu wapatiwe damu wanapokuwa wodini pale. Na kesho siku ya mechi watu wa mpango wa taifa damu salama pamoja na MOI wenyewe watakuwepo pale nje ya viunga vya Azam Complex. Ukifika pale unajitolea damu, unapewa tiketi yako na jezi ya timu yako, unaingia uwanjani kwenda kuishangilia timu yako. Na mimi niwatoe hofu watu, na unaweza ukatoa damu na bado ukaingia uwanjani ukashangilia timu yako ukatoka ukiwa uko clean bila kuwa na changamoto yoyote ya kiafya. Kwa hiyo kwa wale ambao wana dhamira na nia ya kutaka kusaidia taasisi ya MOI kujiendesha kwenye eneo hilo la damu, basi hebu tujitoe kwa wingi wetu kwenda kuchangia damu. Lakini unapata zako tiketi hapo, unaingia unamuona mnyama yani fresh kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatoa damu, inaitwa bleed for mnyama, unatoa damu, unapata tiketi, maisha yanaendelea. Sina hakika sana. Ratiba as it stand ni kwamba tuna mechi tarehe 9 dhidi ya TRA, kwa maana tutakwenda Arusha, tutacheza na TRA. Baada ya hapo tutarejea Dar es Salaam kucheza na Dodoma Jiji tarehe 12. Baada ya hapo tena tutarejea Arusha kucheza na tutaanza na Fountain Gate TRA, alafu mechi ya mwisho tunakuja kumalizia na Fountain Gate. Sina taarifa rasmi ya kwamba mechi zote hizi tatu sasa badala ya kwenda Arusha kurudi kwenda tena Arusha, kama mechi yetu na Dodoma Jiji pia itachezewa Arusha ili kuepusha nenda rudi. Maana yake tukienda kucheza na TRA tarehe 9
tunapiga na Dodoma Jiji tarehe 12, tunapiga na Fountain tarehe 15. Sina hakika kama hilo lina ukweli mpaka pale ofisi ya mtendaji mkuu wa Simba Sports itakaponipa taarifa rasmi.